Ninaamini ya kwamba wewe ni muheri wa afya hapo ulipo, mtazamaji na msikilizaji wa Sauti Yangu TV. Na kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, basi ufanye hivyo ili kuendelea kupata vipindi, habari pamoja na matukio ambayo yanakujia kote duniani. Sauti Yangu TV kwa siku ya leo tunakutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, mjini Baraka. Leo tunakuletea harakati za wanabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa kutoa zawadi zao au msaada kwa vikosi vyote vya wazalendo ambavyo vinaendelea kupigania udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 31 Mei mwaka 2025 ndiko wabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa wameweza kuendesha harakati za kusaidia wazalendo misaada tofauti. Miongoni mwa misaada hiyo kuna misaada mingi kama vile mchele, maharagwe na mambo mengine tofauti. Kwenye sherehe hizo, msikilizaji, vikosi zaidi ya 14 vimeshiriki kwenye harakati hizo za kupata misaada yao toka kwa wanabunge wao. Meya wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha, mashirika ya kiraia na tabaka zingine za kiserikali walitaja kushukuru kwa msaada huo ambao wanabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi wameweza kutekeleza kwa vikosi vya wazalendo ambavyo vinaendelea kupigana na adui M23 ambaye anaonekana kuja kuvamia udongo wa nchi. Msikilizaji, huenda labda nisiwe mwingi wa kuongea kwa wakati huu na kukaribisha kwanza kumsikiliza mwanabunge Basoshi Iubwe Teofil ambaye anatueleza wapi ambako misaada hiyo ilikotokea. Ebalo bena. Nawaza kama gisi moderateur alisema, leo tumefika Baraka, delegation ya badepute nationaux bote wa Fizi, ni kwa ajili ya kuja kufikisha en plus ya ile kesho tulikuwa mu ya Kasaba, tufikishe mzigo fulani ambayo tuko nayo, mzigo ambayo imetumwa na wanabunge wote wa Assemblée Nationale. Tunapenda tueleweshe watu vizuri, ni kusema kama au niveau national, au-delà ya ile banasema diplomatie parlementaire yenye badepute banafanya ili tupate amani. Mnajua tuko sous occupation. Ilibidi sisi wanabunge kila mtu akuwa anatoa kumshahara wake kila mwisho wa mwezi. Kila mwanabunge anatoa $500 kila mwisho wa mwezi. Tuko na kesi moja tunaita Caisse Nationale ya Solidarite kwa wazalendo au kwa effort de guerre, na kwa sasa ilibidi tujifunze namna gani tutakuwa tunafanya misaada polepole. Na waza ndugu Apelesa atasema, atawaambia kama itakuwa ya mwisho, lakini hiyo ndio circonstance yenye natuma leo tufanye msaada kama na huu. Hii msaada na waza territoire zote za Sud Kivu zilipata, vile vile Nord Kivu itapata, vile vile Ituri ilipata. Kwa hiyo tulisema kwanza province ziko atake zote, tuone namna gani tunaweza saidiana. Hiyo ni politique ya gestion ya mheshimiwa Vital Kamerhe au niveau ya Assemblée Nationale. Alitia hiyo akaonesha namna gani na sisi tunaweza tukafanya tuchangie, ili wazalendo ambao wamejitolea kwa kupigania nchi wao nao wapate msaada fulani. Ijapokuwa hii mnajua kama Assemblée Nationale tayari mambo ya RAD iliingiza ndani ya budget kwa Ministère ya Défense, lakini ni hivyo hivyo tutaendelea kufanya suivi ili wote wapate ile wanapaswa pata kila wakati na kuwachukulia kwa kazi kubwa wanafanya. Tulikuja na wanabunge wote kama tulisema, na waza kwa mara nyingine mtaona tunaweza tukachangana hata na wadepute wa territoire zingine ili tuoneshe solidarite yetu.
Na waza hiyo ndio mambo yote tunaweza tukasema kwa muda kama na huu. Sino tunasema asante tena sana kwa watu wote kuja kujionea gisi gani umoja wa wanabunge wa tarafa la Fizi unaendelea kufanya kazi. Huyo alikuwa ni mwanabunge Basoshi Iubwe Theophile ambaye ameeleza mengi zaidi kutokana na misaada hiyo wapi ilikotokea. Vivyo hivyo na ukaribisha kuweza kumfuata Msenyibwa Apele Janvier ambaye anakuja kuonesha hapa ni misaada ya aina gani ambayo wameiweza kuchukua na kuweza kugabizi kwa vikosi vya wazalendo. Ebaro, ndugu zangu, dada zangu, najua mmekwisha sikia mengi kutoka premièrement kwa moderateur pia na kwa kolege ambaye alikuwa kuexpliquer hapa kwa sababu gani kwa leo tunapatikana hapa tulipo. Jambo la kwanza ambalo nilitamani kusema, ndugu zangu, leo tuko hapa kwa sababu kuna ndugu zetu waliokubali kulala nje, waliosema kwamba hatuwezi kubali wale watu ambao wanatokea Rwanda waje kutunyang'anya vitu vyetu, waje kutunyang'anya nini? Udongo wetu. Kaita balese. Eval. Ele yeto nespa. Est-ce que tonoika ona wale wachoto nyakabeto? Ndio maana watoto wetu pamoja na FRDC walisimama wakasema hapa havinawezekana. Pata ngopiga wazalendo makofi hapa. Pata ngopiga wazalendo makofi. Alors, sisi kama vile watoto wenu mliochagua, kama jinsi kolega alivyoexplique, tulileta hii kidogo ili isaidie ndugu zetu nguvu, kwa sababu amwezi tumika kazi bila kula. Eske munawashi tume hawa bila ilia? Wewe kidogo tu tuna bope bechu batumishi barai bakongo msiba to saidia bandoko cheto ili baba ndio ataka watu wasukuchiwele kama jisato makala kidogo. Na ndo hivi vyenye munaona hapa. Kitu cha kwanza ni unga. Hii yenye munaona hapa ni 300 sac ya farine. Itasaidia kwa ndugu zetu ambao wote wako represente hapa tulipo. Kwa bope tamuno nishanchwa hivi aba eske onaya mima ngala bila enda? Onaya mima ngala bila enda? Tunatenda nibo le atobe 2.5 tonnes ya ya leka yono solia wasaidi bandoko chetu. Tunatenda bope leka wapashite watabibi utabila bibi watu. Eske to onyam leka bila mauta? Tunatenda bidomo mabele chichu. Tuweza idea itea kulombakalo binde nikibana onda mima wipika ile atongocho. Sasa hiyo saidi yayo wale wapika atongocho wabina nachundela na mimi na nguli. Après pale parce que mboga sinaomba chumvi tameni. Iko sawa vile chonga. Tukasema no, acha tuongeze na saki 50 za nini? Za chumvi. Ndio hizi ambazo mnaziona hapa. Hapo tukaita belese. Ebao. Tukasema hapana. Sama kuko bamia kwa wanakulaga wali, tusisahau na ile ijapokuwa bunga iko, tukaongeza saki 40, c'est-à-dire 40 sac ya mchele. Ndio hii yenye mnaona. Tukasema wale mwitumi atumi mwenda wangu kio chafu hata vile vile. Sasa wote mmoja na chafu
Osokuwa na yabati. Ijapokuwa maji male bole, lakini saboni etangomone. Tuna bea carton masato, 30 carton. Ya saboni. Iye. Ya Saidi bandoko chetu. Wiki monga wasuku. Monde chile mabo obino au travers ya ma réseaux sociaux. Au travers ya ma téléphone. Kwa tena bope ole bamu baki wela anda. Ole bange baki wela anda. Sasa ono ana ondi tenda na oya wa oya. Bo tenda vile. Kama atuya saka oya ono tena manya ifo bo toya wa oya. Kwa tena bope tongeza nama Motorola momanaji. Hawa nukaita wele ese. Ebalo. Emal. Ele yeto. Bibio. Ndo venye tulileta kwa itu. Naamini parce que déjà collègue alikuwa ishani introduire meme meya wa jiji alikuwa ishasema sio turu ya kwanza, sio vile jameni. Na kuna vingine ambavyo sisi kama vile watoto wenu, sisi sote wane hapa. Eske tuna eta etompaka vitose vile wa mboka? Mpaka vitose vile wa mboka? Tokyo oba, ila tokyo wecha ya wa Assemblée nationale invisible. Bana to wecho telefone, awa ta ole binu. Awa luka itabele ese. Emal. Nashukuru sana. Tupige makofi zaidi. Tofauti na misaada hiyo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kulikuwepo pia ng'ombe ambaye aliweza kushuhudiwa kuonekana katika maeneo yale ya harakati za kutoa misaada hiyo. Nini ilikuwa sababu ya ng'ombe huyo? Mwanabunge Chakubuta Mfahume TH anatuonesha hapa lengo kuu la wao kununua ng'ombe huyo. Ibalo. Baraka oye. Baraka Baraka. Ndio nasema sisi wa deputy tunakuwa tunaelewa ni kweli. Na yuko sawa na kutaka wakati usiku naingia. Haina vile. Haupendeki kuchangia kale ka kitu. Ese. Ebalo. Nadhani wa ndugu zangu Bitembwe, wazalendo kwa jumla, vikao vilishafanywa ili mkuwe pamoja. Na sisi leo tunapenda tuoneshe na mutuoneshe kama muko kitu kimoja. Sisi wabunge tuko kitu kimoja na nyinyi. Mambo ambapo muliongea na tukasaini pale Uvira, tulisema Fizi itakuwa na umoja. Haina vile honorable na kolege, haina vile tulisinye. Bali tuuliza eske mwe depute mko pamoja? Tukawaambia mutaenda Baraka muone gisi tunakuwa pamoja. Bila kumichosha, nitaomba protokoli isukume nyama hapa kwa mbele yangu, watu wote waione. Malanda bonga male malia. Baraka vikao vilifanyika, maire de la ville alifanya vikao vingi sana pale Fizi, lakini ilionekana kwa leo walisema batapigania adui fasi moja na batakuwa kimoja. Na kuwa kimoja tulisema ni lazima kukue damu ambapo itavua.
na tuichangine damu. Sisi tulikuwa tunaita ba chef coutumier. Est-ce que biko hapa? Representant biko hapa? Abiko. Lakini sisi tutafanya yetu, ingine yote tutaachia charge kwa responsable ya Vipembwe. Tunaomba representant bote wa Vipembwe benye walitahiwa hapa bafike mbele yangu bote kwa jumla. Utapangana hapa, upangane hapa. Tutangalie buru hii. Acha ivunjike. Hayo yenyewe kwa mimi watamkamatia na kila mtu anafanya. Wadugu wa representant Vipembwe, sisi kama vile wabunge wanaopatikana pale Kinshasa, na unasema malalamiko yenu lazima tufikishe kwa rais. Hatutakuwa na malalamiko ya kila grupe. Haina vile. Tunapaswa kuwa na malalamiko ya watoto wa Fizi en general. Sasa kama vile tuliongea, mulisema mutakuwa pamoja na mutatumikia pamoja. Tunamipa ngombe hii, muichinje, muioneshe alama kama unapendana mbele ya hii raia, kwa sababu sisi ndio mnatuchunga na sisi ndio tunamitia. Bila sisi hamuna nguvu, sisi raia. Na grupe yote itaenda tena kinyume na hapa. Tutaambia wale wazee wameshughulikiwe, kwa sababu ndio mwite bote. Aha. Kumbe ngombe yenu hii mwendo mutaipanga programu gisi mutaichinja. Kama ni hapa Baraka, kama ni Fizi, kama ni wapi, mualike watu wengine wao kama vile washahidi, waone gisi mutakunywa damu pamoja. Asante. Pige makofi. Na upande wao waliopata misaada hiyo, ikiwa ni wazalendo, walikuwa na masemi gani? Mmoja kati yao anatoa shukrani zao hapa kwa wanabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa, huku pia wakusahau kumshukuru meya wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha kwa ushirikiano wao kwa ajili ya kuendelea kulinda usalama wa raia wa mji wa Baraka. Asante sana. Nafurahi sana kabisa kupata muda kama huu. Hii na mimi sema mbele yenu nitoa shukrani zangu kweli zetu. Nafurahi sana kuona wabunge wetu kweli nyewe watu mmefika hapa ili muweze kutembelea sisi wa wazalendo. Mmejua kweli kama wazalendo huko hapa Baraka. Na kwa niaba ya wazalendo ninasema asante kwanza kwa rais wetu kwa jinsi alijua kama wazalendo ni watoto wa nchi na wazalendo wanaweza kutetelea nchi yao. Ebalo. Hapo natoa shukrani zangu tele kwake. Na shukrani zangu za pili nimegeukia kwake maire de la ville kwa kuweza kuunga pia wazalendo mkono, kuwa nao sambamba kwa kutumika nao kabisa hapa Baraka. Na kwa ajili alijiunga nao walileta amani Baraka.
Ese tunajisikia baraka, tuko na amani, tunalala kwa amani. Nasema mkola mere de la ville. Asante sana. Pia ninasema wabunge wetu watuonyesha kazi nzuri sana. Unaonyesha kweli mko na upendo wa tarafa yenu. Mko na upendo ya watoto wenu. Mnajua kazi ya watoto wenu. Tunasema hii muzidi na nia hii. Na ningependelea kusema ingine, lakini mwenzangu alishaisema, wana society civil mbebe hiyo malalamiko yake ya kwamba watoto wazalendo wao tungali uchi. Hatuna kitu mumikono. Hatuna nguo. Hatuna kilato. Hata hii mwaya communication hatuna. Bado ese hizo lalamiko mtuwe nazo vyote vinasaidia kwa kutetelea nchi yetu. Ese halo, asante sana na washukuru. Sawa, tupige makofi. Mwaya communication tulisema tuko na 40 Motorola. Ni kidogo sawa, zingine zitakuja. Hata chakula nao ni kidogo, lakini vitakuja tu. Mpendwa mtazamaji, na kupitia hapo hatuna la ziada. Tunathamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusi mara tena usikosi kusubscribe kwenye channel yetu ili uendelea kupata vipindi, habari pamoja na matukio kwa muda ambao unaofaa. Na usisahau mara tena kumtumia mtu wako wa karibu link ili na yeye aweze kufahamu kile ambacho kilichojiri katika mji wa Baraka. Upande wako una maoni gani kutokana na msaada huo? Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, na kuaga kwa muda. Tutakutana na baadaye panapo majaliwa.